kwenye swala ulinzi shirikishi litaimarishwa na mwenyekiti atasimamia, na mwenyekiti jirani amemhakikishia kwamba atampa huo msaada, lakini pia na polisi Makere kwa sababu yupo imara na tunamfahamu. Mimi nadhani hili jambo nyinyi wenyewe wananchi mtaliona huko litakuja kabla ya mkutano. Baada ya miezi 3-4 mkutano mwingine nyinyi mtashuhudia kwamba ulinzi utakuwa umeamilika. Kwa hiyo haya mapungufu tutarekebisha ya ulinzi shirikishi, na mwenyekiti atarekebisha, na mwenyekiti jirani atarekebisha, atasimamia, mambo yatakwenda. Wananchi wa Kinyamwezi hoye, mmeipokea hiyo? Asante sana. Uhalisia mkutano huu umeenda vizuri, na bahati nzuri wenye vitu wa wananchi wa Kinyamwezi ni waelewa mno. Mimi naomba nimuhusie mwenyekiti wangu wa mtaa huu, na muhusia pamoja na kujihusia mimi. Mheshimiwa mwenyekiti, wananchi hawa kwanza nikupe shukurani kwa sababu hata mimi ulioyafanya mengine sikuweza kufanya. Kwa kutoa pesa zangu za mfukoni kwa gharama kubwa na kujitolea, Mwenyezi Mungu akulipe sana. Sana sana. Yaani hata mimi sijawahi, unajua lazima useme ukweli. Yupo mtu mmoja alikuja hapa akasema, mwenyekiti sasa wewe unatoa hela yako mfukoni itakuwaje? Wewe una vyanzo, wewe unapata wapi? Bwana nilikuchangaza. Mtu anayeamua kujitolea kwa ajili ya wananchi wake, kwa ajili ya mtaa wake, baada ya kumpongeza, kumwombea dua Mungu ampe tena ili aendelee kama anavyotaka kuendelea kwenye mikopo, unasema vyanzo vitapatikana wapi? Kwa nini? Kwa maana itakuwa hivyo kila siku unapata? Hapana. Lakini lingine, mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe hawa wa mashina kila wakati kaa nao katika vikao. Hawa ni walinzi na usalama kwenye mashina yao. Nikuombe sana wajumbe wa mashina unapokaa nao kwenye ulinzi na usalama, muite na polisi kata mshirikishe. Polisi kata wenu hapa nyinyi ni makini sana. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati unazoziunda hakikisha unaunda kamati ambazo sio za wazawa. Wanaotuangusha katika madaraka siku zote ni wale wazawa ambao wanaficha maovu, wanataka maovu yaendelee. Yaani sisi tumeanguka sana huko kwetu Chanika, lakini sasa tunashukuru wale wazawa na wachawi sasa hivi wanakwenda zao, wanatokomea. Sasa hivi hii miji inakuja na watu wageni. Watu wageni wanaleta maendeleo, lakini watu wageni wanatushauri na hawana aibu na mtu yoyote. Yaani hakikisha kwenye swala la uzawa achana nalo. Ukishaona mtu anakupitisha kwenye uzawa, huyo sio mtu sahihi. Shoga hili nakuomba sana katika hili. Lakini nyingine ni kushauri kwamba kila wakati vikao vya ndani ndio vikao ambavyo vinaweza kukupa dira ya mtaa. Unda pia kamati ya wazee ya kukushauri. Kamati ya wazee ya kukushauri, na watakushauri pale unapokuwa na jambo lako. Kabla hujaanza jambo, hawa watu watakushauri. Tafuta watu makini, watakushauri kwamba sasa mwanangu nenda huku, nenda huku, nenda huku. Wewe peke yako huwezi kuwa na akili zote za kutosha. Hapana. Na watakuongoza, wazee hawato kupotosha. Mheshimiwa mwenyekiti, lipo swala lingine la shule ya msingi. Kaa na walimu. Sisi kule kwetu Chanika pale Tungini wapi, walipokuwa wameweza kuweka uzio, walikuwa wanatoa adhabu kwa watoto wanaotoroka, wanaokamatwa. Anaambiwa aondoke, akishaondoka babake anakuja kuambiwa lete tofali 10. Yaani unajua umejengwa uzio kwa haraka. Yaani mehesabu tu. Zamani watoto walikuwa wanapigwa bakola, sasa hivi sasa wewe si mtukutu wewe. Wiki darasani ambayo babako lete tofali 10, adhabu 10, huyu 20, huyu. Yaani tulifanya hilo jambo. Uzio sasa hivi zile shule zote 3 pamoja na sekondari yote uzio upo. Lakini pia na kuwashirikisha wadau
hata sisi wenye viti wako wa mitaa unaweza ukatuita tukachangia, maana unaweza kufanya harambee ndogo tukachangia. Kwa hapo mambo ambayo ukitushirikisha wananchi hao, ukiwashirikisha unaweza ukasonga mbele. Lakini lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuombe sana, wananchi hao wanataka huduma kwa mujibu wa sheria, huduma wapewe bure. Kusiwe na longolongo katika ofisi yako. Ukimuona mjumbe wako ana longolongo, ukimuona mtendaji wako wa mtaa ana longolongo, kaeni katika vikao, na lazima msemane ndani. Yakikushinda, ile kamati ya wazee itakushauri, na sisi unajua tupo chini ya mkuu wa wilaya, tutamshauri pale ambapo unaona mambo yako hayaendi. Lakini sio mwananchi anakuja anaambiwa huduma shilingi 1000, huduma shilingi 2000. Hiyo ipo. Ni afadhali mwananchi mwambie nenda kanunue mwenyewe karatasi pale nikuandikie. Kuna wananchi wengine wanataka wapewe shilingi 1000. Wewe unataka 1000 tena atoe kwa nini? Kwa nini anauza kiwanja hapa? Kama anauza kiwanja sawa. Sasa mwananchi anachukua barua ya mkopo, wewe unamwambia atoe shilingi 1000. Anaipataje sasa? Na sisi kama ofisi za mitaa hilo jambo hatuna. Kweli hatuna pesa, lakini mwananchi hawezi kushindwa shilingi 200, 300 kwenda kuchukua stationery. Badala ya kumwambia alipe shilingi 2000, 5000, hakikisha hiyo ni rushwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho, mimi ni kuombea dua sana katika kazi zako, lakini mwenyekiti Jilani na wenyeviti sisi tuliopo tutakupa ushirikiano wa kutosha pale ambapo utataka kutushirikisha kwenye maana. Hatutokuacha kwa sababu tunajua utaratibu wetu wa umoja wa wenyeviti. Tunashirikiana pale ambapo tunapoona kuna tatizo, lazima tusaidiane, na wewe unajua. La mwisho, kwa mtaa huu, na mimi mwenyekiti nikupe zawadi. Wewe mtafute mtu ambaye unaona hali yake dhaifu la hali, maisha yake shida, tuchimbe kisima hapo kwa ajili ya wananchi. Hiyo nakupa ofa. Mimi sitaki nichimbe shule. Wewe tafuta tu mtu ambaye unaona hali yake si nzuri, yani sio uchimbe kisima alafu nyumba yake ina uwezo, yani sio mwenye nyumba kama ile yenye bati jekundu alafu mchimbie kisima. Maana yake ni kwamba yule anao uwezo wa kuchimba kisima. Namtaka mtu ambaye hali yake hata ukichimba kisima, na kisima kirefu sio kifupi, ili na wananchi wa eneo hilo nao waweze kufanya nini? Kunufaika. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakusaidia pale ambapo, na katika vikao vyako vya ndani, kabla hujaita mkutano wa wananchi, hakikisha mtendaji wako na kamati yako baada ya kukaa nao waitishe wajumbe wako wa mashina kwanza. Uwaambie unaenda kwenye mkutano kwa agenda gani. Wajumbe hawa wa mashina utawaambia agenda zako, watakusaidia. Wewe ukija hapa mambo yako yanakwenda vizuri, kwa sababu wajumbe wa mashina hawa ndio unaofanya nao kazi kwenye mitaa yenu. Pili, upendo. Upendo ni kitu muhimu jamani, naomba tumsaidie mwenyekiti, na mkiwa na ya kwenu naye mumwambie, kwa sababu asije akapotea. Mtaa huu nilipewa malalamiko huko nyuma kwa mkuu wa wilaya, kiasi kwamba kwenye taswira yapo mambo yalikuwa hayaendi vizuri. Tunakutegemea Mwenyezi Mungu na wewe na mtendaji wako akupeni nguvu ili muweze kuwa waadilifu kwa wananchi wenu. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naona na kiongozi wa mwisho wa chama, kwa ridhaa yako naomba unimpe maiki. Kinyamwezi oye! Mkutano bomba si bomba. Ndugu mwenyekiti wa serikali ya mtaa pamoja na kamati yako na viongozi, mie sina maneno mengi sana. Wananchi mko hapa, mmesikiliza ajenda zetu, mmechangia na mmeelewa. Palipobaki ni utekelezaji. Na mimi nitoe salamu za Chama cha Mapinduzi.
Moja, kinawapongeza wananchi wa mtaa Kinyamwezi na kuwapenda, lakini pili, ninawatakia heri katika mambo yenu yote mnaofanya maisha yenu katika mtaa huu. Jambo la tatu na la mwisho, mwaka huu tuna uchaguzi mkuu wa kwenda kumchagua rais, mbunge na diwani. Tayari tume imetutangazia, na mimi ni waombe wananchi wenzangu wa Kinyamwezi, tulishiriki zoezi la kwenda kujiandikisha na 90% tumejiandikisha. Twendeni tukashiriki uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi wa 10. Lakini pia tumeona tume wametoa tangazo la kuongeza siku za wananchi kuboresha taarifa zao. Katika kipaumbele hivyo na sisi Dar es Salaam tumo. Tujiandae zoezi hilo litapoanza mwezi wa 5, ambao hatukuhakiki taarifa zetu, twende tukahakiki taarifa zetu. Lakini pia ni waombe na la mwisho, na waomba mshiriki uchaguzi huu na kwenda kuiamini serikali yenu ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu uwezo tunao, nguvu tunayo na nia tunayo, na kazi zimefanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Baada ya kusema haya, niseme na nitamke, kama nitakuwa na haribu protokoli mtanisamehe. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni. CCM oye! Mama Samia oye! Jerry Silaa oye! Samia oye! Mambwali oye!